Baba katika jina la Yesu Kristo. Baba katika jina la Yesu Kristo. Baba katika jina la Yesu Kristo. Baba naita kinga baba. Baba katika jina la Yesu Kristo. Naita kombeo la Daudi lililomuua Goliati. Baba katika jina la Yesu Kristo. Naita nguvu ya Samsoni iliyowashinda Wafilisti. Baba katika jina la Yesu Kristo. Baba katika jina la Yesu Kristo. Baba katika jina la Yesu Kristo. Baba katika jina la Yesu. Naita fire. Baba katika jina la Yesu Kristo. Asante sana Baba. Asante Yesu Kristo. Maana ulisema nimeyafanya haya kwa nguvu zako. Maana ulisema wewe ndio mchungaji wangu, hautanipungukia. Vita ni vikali, lakini Baba nayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Mzee, wewe mchungaji. Kijana mdogo, halafu unakunywa pombe. Wakati hata maandiko matakatifu yenyewe yanazuia ulevi. Lakini hata wanaozitengeneza tu pombe wenyewe wameweka wazi kabisa hapo kwamba unywaji wa pombe kupita kiasi ni hatari kwa afya yako. Hiki kijiji bila pombe hawezi kuishi vizuri. Kuna wewe ni mtu mzuri, tunakujua mtu mzuri, lakini wanataka wakufukuze. Wanifukuze? Wakina nani hao? Wakina nani? Naokoka. Wanifukuze? Yaani haya maswala ndio yanasababisha tunashindwa kabisa hata kupata msaada. Yaani mtu unamwagiza aje lakini hazingatii muda. Mkuu, samahani kwa kuchelewa. Unajua, itafikia sehemu nichukue maamuzi yangu ambayo unayaona. Sio kama unanielewa. Nakuelewa. Unachukulia mzaa? Unachukulia mzaa, si ndio? Hapana mkuu. Hebu niambie. Vipi? Nini kimetokea huko? Mkuu. Wewe jamani hatari. Ni hatari. Ni hatari vipi?
James. Poa. Inakuaje? Shwari. Shwari. Niambie. Fresh. Poa. Fresh. Nimekuweka sana Sababu swali gani hilo? Amna, unajua nini? Niko nimeagizwa pale chini kidogo na Maza, si unaelewa? Si bado tunaishi maskani. Unanifurahisha sana. Sio nakufurahisha, ndio hivyo. Bado tunakula ugali wa shikamoo. Wewe, ishia huko. Mimi siwezi kuwa na demo ambaye hajielewi. Sikiliza nikwambie. Wewe unajitia kwangu. Ni kosa gani mimi niliyokufanyia mpaka leo unaniambia kwamba sina jipya kwako? Mkuu, na vipi? Mbona kama umepaushwa? Wewe, acha ujinga wako hapa bana. Shika adabu yako kabisa. Sasa sikiliza. Nataka tukae kikao. Sawa? Sawa mkuu. Nataka tukae kikao. Na hicho kikao kinamaanisha. Na sio mzamzaa. Alafu mbona unakuwa mwoga sana? Hapana mkuu. Sawa. Sasa hakikisha wanapata taarifa. Sawa. Taarifa zinafika. Ndio. Tunaelewana? Ndio. Sijui nipotee au nisipotee. La. Hapo sikiza nikwambie, sawa? Hivi karibuni mimi nitakufurahisha. Basi kama utanifurahisha na mimi nitakukomesha. Deni zenu basi. Uone tena kayeyuka tena. Naishi unakuja kumpanga afu katika. Kulikoni? Mbona umefula kama umenyeshiwa na mvua? Shangazi Tini kanikataa. Na ananiambia mimi sina jipya kwake. Tini kakukataa. Sasa mwanangu, ukiachwa chika. Kama kakukataa, basi kubali matokeo. Unalazimisha nini? Mzee, Ndio mjumbe. wewe ndiye mzee wetu wa kimila. Na jambo kubwa ambalo limetukutanisha hapa ni kuhusiana na mwenyekiti. Mwenyekiti mpaka hivi sasa hayupo na haonekani. Yuko wapi mwenyekiti, mzee? Ni kweli kabisa wajumbe. Mwenyekiti hayupo. Na mwenyekiti amepata dharura ya kutoka, maana ana makosa. Mwenyekiti amewakosea wakuru. Na mwenyekiti ana adhabu. Adhabu zake ni 2 tu. Ndugu mwenyekiti wa hichi kijiji, adhabu zake kama sio kifo, basi ni jambo lolote baya linaweza likamkuta. Lakini pia nikifikiria, ndugu wajumbe, mmejisahau. Mlipewa jukumu na mnajua katika hichi kijiji kila akifika mgeni ni lazima akafanyiwe matambiko. Na kuhusu jukumu la huyu mgeni wa juzi kati, mchungaji mgeni, mlikabidhiwa ndugu wajumbe, lakini mmekuwa wazembe. Shangazi, sio hivyo tu, lakini mimi nampenda. Unampenda? Mapenzi bwana. Halo. Huyu Tini. Shangazi, Tini kanikataa. Hivi Tini ananijua?
Oji. Lakini pia Kama ni uzembe, nenda wewe. Wewe. Huo mdomo wako utakuponza wewe. Samahani mzee. Sawa sawa Ndumbe. Ni kweli tunajua tumefanya uzembe. Lakini nakuhakikishia yule mchungaji atapata shida. Na kuhakikishia usiku wa leo atapata shida. Sawa mzee? Tumeelewana mzee? sawa sawa, lakini nikirudi nyuma, hilo ni jukumu lenu, ndugu wajumbe. Mtajua nyinyi jinsi ya kufanya. Basi, mimi sina mengi ya kuzungumza. Nadhani tumemaliza. Sasa, hamna shida. Mligwa! Osongo! Mligwa! Osongo! Sasa ni wakati sahihi wa kuondoka kwenda kwa mchungaji bila kuchelewa. Mkuu! Mkuu! Mimi naona bora nikae nilinde kiringe. Wewe, nisha kuzuia. Acha uoga hapa. Tunaondoka sasa hivi. Tondokeni.